senene ni chakula cha heshima. Kazi ya ule moshi ni kuifanya senene ikalewa. Inalewa inaingia kwenye diaba. Nina miaka 4 nafanya hii biashara. Mtoto nawalipia karo, kwa namshukuru Mungu. Katika msimu mzima kuna mzunguko wa fedha mkubwa unaongezeka kupitia zao la senene. Hayo ni machache kati ya mengi utakayosikia kuhusu wadudu senene. Wenyewe wanasema thamani ya wadudu hawa haijawahi kushuka tangu kuwepo kwao. Hii ni Dhahabu ya Kagera. Jina langu ni Arnold Kailembo. Karibu ufahamu chimbuko, matumizi na ukuaji wa thamani ya wadudu senene kiuchumi. Wadudu senene ni moja ya chakula pendwa mkoani Kagera. Kama ilivyo mazao ya kahawa na ndizi, wadudu hao wamekuwa wakiutambulisha vyema mkoa huo kutokana na senene kupatikana kwa wingi katika misimu miwili kwa mwaka. Zamani wadudu hawa walikuwa wakipatikana zaidi vijijini kwenye maeneo ya mbuga na vichaka, na zaidi walikuwa kwa ajili ya matumizi ya nyumbani. Babu yangu ambaye alikuwa amezaliwa mwaka 1863, masimulizi yake kuhusu hawa senene yalionyesha kwamba wadudu hawa walikuwa ni maarufu kuanzia miaka ya nyuma ya 1800. Hawa senene walikuwa wanakamatwa kwenye mbuga. Senene wakijitokeza hasa miezi ya kuanzia miezi ya Aprili, Mei na Juni walikuwa wanajitokeza. Alafu na miezi ya mwishoni mwa Oktoba, Novemba, Desemba ndivyo vilikuwa vipindi vya kukamata senene. Tulifundishwa jinsi ya kuzikamata au senene kuwakamata. Tukawa tunakwenda na wazazi na baadhi ya wanajamii. Tunakwenda tunashika senene, wakatufundisha jinsi gani, kama una mfuko, jinsi gani ya kuweza kuwaweka kwenye nyasi kusudi kwenye majani unawafunga, alafu unawapeleka nyumbani. Na jinsi ya kuwatengeneza mpaka wafikie wakati wa kuwapika wawe sehemu ya chakula au kitoweo. Tulipokuwa watoto wadogo tukawa tunashindanishwa wakati wa kipindi cha senene. Tunapokwenda mbugani kushika, mwenye bidii ya kushika wengi ndiye alikuwa anapewa kipaumbele pale wakati wa chakula. Anapewa senene wengi kwa sababu anaonekana alikuwa na bidii. Wewe ukiwa mvivu, ujue watakupa senene kidogo. Kadri majira yalivyobadilika na kuongezeka kwa ubunifu katika ukamataji wa senene, vikabuniwa vifaa maalum vya kunasa senene ambavyo vimetumika zaidi maeneo ya mjini. Ni vifaa vyenye sifa ya kunasa wadudu wao kwa wingi, tofauti na ile ya kuwakuta mbugani. Hapa tupo kwenye uvunaji wa senene. Sasa hivi ni saa 2 za usiku. Hapo tumewasha majenereta haya kwa ajili ya kuvuna senene. Shughuli za uvunaji zinapokuwa zinaendelea, wanaokuwepo mafundi mitambo wanaokuwa wanasimamia ile mitambo hii isije kuleta shida. Maengineer kama kuna shida wanarekebisha wakati mashine zinaendelea kufanya kazi. Hizo taa zipo kwa ajili ya kuvuta senene, na hayo mabati hapo kwa ajili ya kutega senene. Kwa hiyo tunaweka haya mabati ili senene kwenye ile bati anaingia ndani ya diaba chini. Lakini pia pale tuna moshi. Kazi ya ule moshi ni kuifanya senene ikalewa. Ndio maana unaona pale kuna moshi. Bila moshi senene hailewi. Kwa hiyo senene ikilewa, inalewa inaingia kwenye diaba. Kama haijalewa inaingia kwa tabu sana. Ubunifu huo ukazaa fursa nyingi zaidi, kutoka kwa matumizi ya nyumbani na kwa biashara. Wapo wanaojiingizia kipato kupitia uvunaji, wapo wanaonunua kutoka kwa wavunaji, kuwanyonyoa na kuwauza, lakini wapo wanaonunua na kuwakaanga kisha kuwauza ndani na nje ya nchi. Senene una uwezo wa kukaanga, wakishaga ukaweka kwenye madiaba. Wakishaga poa ndio unafunga diaba lako. Ndani ya wiki kama 3 au 4 inabidi uwe unageuza. Kwa hiyo wa juu wanarudi chini, wa chini wanarudi juu. Kwa hiyo nakuta hawezi kuharibika. Nina miaka 4 nafanya hii biashara na watoto 4. Kwa kweli namshukuru Mungu
senene tunaendesha maisha yangu. Mtoto nawalipia karo. Haki ukiangalia nilipotoka na sasa hivi ni vitu viwili tofauti. Fika msimu wa senene ninafaidika kwa sababu ni mfanya biashara mdogo nakuwa na kipato cha watoto wangu kupata mlo, kuwalipia karo za shule, na nunua senene, na nyonyoa, naweka wanaonyonyoa, ninauza, nyingine ninakaanga, natuma sehemu mbalimbali, wanaohitaji wananipigia simu na watumia. Kazi yangu mimi ni mama mjasiriamali. Nauza dagaa, nauza samaki. Lakini senene zikiingia, lazima hivi vyote nitaviweka chini, kwanza niangalie kama nitapata senene. Unajua habari ya senene, nikija kumenya hapa senene siweki mtaji. Natumia nguvu. Kwa siku naweza nikamenya shilingi 3000. Imeingia ndani. Sisi kama bodaboda wateja wanakuja kwa wakati tofauti kwa ajili ya kuhitaji kununua senene. Kwa hiyo akifika hapa tunambeba kumpeleka sehemu tofauti, na pia wapo wengine hao wauza senene. Kwa kuwa sisi tunapaki hapo wanatujua vizuri, kwa hiyo wanatuagiza oda mbalimbali za wateja kutokana na simu wanazozipokea. Kwa hiyo kipato kinaongezeka, ni tofauti na siku nyingine. Asante kwa kuendelea kutazama makala hii maalum kuhusu ukuaji wa thamani ya wadudu senene na mchango wao kiuchumi kwa wakazi wa mkoa wa Kagera. Jina langu ni Arnold Kailembo. Kama bado hujasubscribe, fanya hivyo sasa ili kuwa kwanza kupata habari na makala tunazokuwekea. Msamaji, serikali mkoani Kagera inakiri wadudu senene wamekuwa na mchango mkubwa wa kiuchumi, ambapo katibu tawala msaidizi upande wa uchumi na uzalishaji Isaya Tendega anasema kumekuwa na ongezeko kubwa la mzunguko wa fedha wakati wa msimu wa senene. Ukijaribu kuangalia kiuchumi katika msimu mzima, kuna mzunguko wa fedha mkubwa unaongezeka kupitia zao la senene. Ukiangalia mnyororo mzima wa thamani, ile value chain, kutoka kwenye utengenezaji wa mitego ile ya kukamata senene, kuna vifaa pale vya mbalimbali vinanunuliwa kutoka katika maduka. Kwa mfano, kuna mabati yanayotumika kutengeneza ile mitego. Kuna taa maalum za sola na za umeme ambazo zinanunuliwa kwa wingi katika kipindi cha msimu kwa ajili ya kutengeneza hiyo mitego ilikuwa na mwanga mkali. Lakini pia kuna mapipa yanatumika kwa ajili ya kudaka na kukamatia hao senene. Pia yapo hizi ndoo kubwa wanaita madiaba, lakini pia mifuko hii ya salvate. Hizi zote ni bidhaa zinazonunuliwa kutoka katika maduka. Sasa utaona wakati wenyewe wa kukamata senene kuna watu wanaajiriwa overnight. Mtu anafanya kazi usiku kucha kutoka ile saa 1 jioni mpaka saa 12 asubuhi saa 1. Huyo ni mkamataji. Asubuhi akishakamata tayari kuna wale wanaohusika kwa ajili ya kuwachambua wale senene, kuondoa yale manyoya. Hapo ni kina mama na vijana wengi wanahusika katika kuwachambua. Na ukitizama tu kwa haraka hatuna takwimu sahihi za kiasi gani kinapatikana katika msimu, lakini ni fedha nyingi kwa sababu kipato kujaza kile kikopo kimoja cha nusu lita, kwa maana ya kuwachambua waliochambuliwa, mtu mmoja analipa shilingi 500 mpaka 1000. Sasa tunaona kwa siku mtu akiweza kuchambua vile vikopo au vikombe vile 20, 30, 50, hebu zidisha hapo, utakuta kwa siku mtu anatengeneza fedha. Na senene huwa haijalishi mtu ana pesa au ana pesa, mtu atajibana alimradi aweze kupata senene. Kwa hiyo utakuta mzunguko wake sasa, hao ni wachambuaji, unakuja kwa wakaangaji, unakuja kwa wauzaji wale wa rejareja, anapita kuuza katika maeneo mbalimbali ya starehe, katika masoko, katika mitaa. Lakini uje kwa wale ambao wanakaa pale sokoni, kwenye soko maarufu la senene pale Kanoni Bukoba mjini, unakuta ni kina mama, kina baba, vijana wengi wamejiajiri kwa ajili ya kuuza senene ambao ni zao lao muhimu. Kwa hiyo utakuta wanajiingizia fedha na wengi wanatengeneza maisha yao. Watu wanajenga kutokana na senene. Watu wanaendesha maisha yao kupitia senene. Kwa hiyo ni zao ambalo linategemewa sana kiuchumi. Ukuaji wa thamani wa wadudu hawa umezifanya baadhi ya taasisi za utafiti nchini ikiwemo COSTECH na SUA kubuni mtambo maalum wa kunasa senene utakaowezesha wadau kuvuna wadudu hao katika mazingira rafiki na kwa ufanisi zaidi. Kwa mkahubiri hii teknoloji kwa watumiaji wanaitwa watu gani, watega senene.
ili na wao waanze kuitumia. Tunaamini kwamba tutaitest hivi karibuni na tutatoa majibu. Inatumika Uganda, inatumika Kenya na nchi gani daktari? DRC. Unaona? Kwa hiyo naamini kwamba itafanya kazi. Mtego huu hautogharimu around 3.5 laki 4. Sawa? Na sisi tujitahidi sana kusimamia gharama, viwango na gharama hiyo. Hili jambo ni jambo la kiuchumi, kwamba wananchi wanalitegemea kwa ajili ya kufanya shughuli zao za kiuchumi. Wakivuna senene wanakuja mwisho wa siku kuwauza. Kwa mimi naamini kwamba tunapoenda kutengeneza kitu kama hichi, tunaenda pia kuongeza thamani ya kile ambacho wananchi wanaenda kukitumia, kwamba hata katika uvunaji utakuwa katika hali ya ubora, utunzaji wa mazingira, lakini mwisho wa siku wanaweza wakaja kuwa na product iliyo na ubora zaidi. Mapokeo yakoje kwa baadhi ya wakazi wa mkoa wa Kagera juu ya mtambo huo uliobuniwa? Lengo la serikali ni kutoa uchafu ambao tuliokuwa nao. Kwa kweli sio hata mimi nikiangalia hivi inapendeza. Inavutia sana. Sasa niwaombe kitu kimoja, kwa sababu baada ya hili zoezi likipita na ikapitishwa sheria kwamba sasa tunataka hii mitego, hebu jaribuni mafundi kwa makini, mtengeneze kile ambacho mlichofundishwa. Ile cha wakati wa senene, sisi watu tunavamia maeneo, tunatega. Sasa kuna watu wengine wao wanaacha vifaa vyao kama yale mitego ya zamani ya nene ya kienyeji. Sasa mtu analiacha mwaka hadi mwaka, miaka hadi miaka, kwa hiyo inakuwa kama uchafu. Lakini kama huu unahamishika. Kwa hiyo tukimaliza msimu wetu kama wa senene, tunakunya mizigo yetu, tunapeleka nyumbani, tunatunza vizuri. Si uchumi pekee, kumbe wadudu hawa wanao mchango katika afya zetu, kama anavyotufahamisha mmoja wa wataalamu wa lishe kutokea mkoani Kagera. Senene wanawapatia wanadamu kiwango kikubwa sana cha protini. Wana kiwango cha protini 40%. Kwa hiyo wana kiwango kikubwa sana cha protini ukilinganisha na chakula cha aina yoyote. Protini pia na yenyewe inatofautiana. Protini inayopatikana kwa senene ni protini ya jamii ya wanyama ambao tunaita ni protini class 1. Kwa hiyo wanatupatia ile protini ambayo ndo tunasema kwamba ni protini bora zaidi. Tukiingia kwenye kiasi cha mafuta, tumesema kwamba senene pia wana mafuta kwa 43%. Na aina ya mafuta yanayopatikana kwenye senene pia ni mafuta yale ambao ni mazuri kiafya, ambao kitaalamu tunayaita ni unsaturated fats. Tuna saturated na unsaturated fats. Saturated ni yale mafuta ambayo yanaganda kwa urahisi. Kwa mfano mafuta yanayopatikana kwa wanyama wengi huwa yanaganda kwa haraka, lakini mafuta yanayopatikana kwenye senene ni unsaturated ambao hayagandi haraka, ambao pia ni mazuri kwa ajili ya afya ya moyo na zile vital organs ambazo ziko ndani ya mwili wa mwanadamu. Lakini pia senene wana kitu ambacho kitaalamu tunaita makapimlo au raffages, ambazo pia zinasaidia katika kusababisha kwa mfano kwenye kusafisha mfumo wa chakula na kadhalika. Kwa hiyo virutubishi hivi vitatu ndivyo ambavyo vinavyopatikana kwa kiasi kikubwa. Asante kwa kufuatilia makala hii kuhusu ukuaji wa thamani ya wadudu senene na mchango wao katika uchumi. Ni matumaini yangu umefahamu mengi kuhusu senene. Jina langu ni Arnold Kailembo. Ili kupata makala nyingine nyingi, usahau kubonyeza neno subscribe, kulike, kushare na comment.